Jina langu ninaitwa Eunice Ali Kalaila, ni mkazi wa kijiji cha Ishenga, wilaya ya Mkalama. Kwa kweli tumefika toka asubuhi hapa, tuko kwenye kongamano la wanawake ambalo kwa kweli kongamano hili limetubadilisha kifikira na tumeona lina faida, na tunaona kwamba hata kama lilishachelewa, kwa sababu faida tulioipata, tumeweza kupata elimu ya mambo mbalimbali, mambo ya mwanamke kisheria, tumepata mambo ya mabadiliko, mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu, ambavyo elimu hii kwa kweli imeleta chachu na mabadiliko kwa wanawake. Na naamini makongamano kama haya yana faida, kwa sababu kama yatakuwa yanakuja mara kwa mara, yanambadilisha mwanamke, wale waliyesikia na yule ambaye hajaja. Kwa hiyo kama atakuja kwa mwaka mwingine, kwa hiyo jamii nzima ya wilaya ya Mkalama na nchi kwa ujumla itakuwa na mabadiliko ya hali ya juu. Mimi jina langu ninaitwa Monica PJ. Ni mkazi wa kata ya Kinyangiri, wilaya ya Mkalama. Mimi hapa nimefaidika kwa ajili ya kongamano hili. Kwanza kabisa kwa ajili ya wanawake kujumuika kwa umoja, kwa kupendana. Alafu pili, wanawake hao tumeshajua kabisa kwamba na kutambua ya kwamba mwanamke ni injini, mwanaume ni dereva. Kwa hiyo bila injini gari haliwezi kuendeshwa. Kwa hiyo tunafurahi sana kuona hili kongamano na tofauti zingine ambazo zipo pia ambazo tunahitaji kusaidiwa, ya kwamba tuendelee kuwezeshwa kwenye vikundi. Na pili, tunaomba ikiwezekana mambo ya jiko tuenee kila mwanamke, ili kupunguza mambo ya kuni na mkaa. Naitwa Elfrida Justini, mkaaji wa Ishenga. Kongamano umelionaje? Kongamano hili nimeliona zuri, limetupa huduma nzuri. Ona tumeenda kupatiwa pale huduma ya NMB. Tunamshukuru kwa kweli Mungu kwa hili kongamano zuri. Bila maadili hakuna chochote. Familia itasambaratika, nchi itasambaratika, koo itasambaratika. Lakini vile vile maadili ni msingi wa maisha. Yeyote mwenye maadili anafanikiwa, asiye na maadili atapaparika tu, mwisho wa siku ataanguka. Maadili ni chanzo cha amani. Pakiwa na maadili panakuwa na amani, panakuwa na upendo, panakuwa na mshikamano. Watu wanashirikiana kwa sababu wanajua taratibu na sheria zinazoongoza ile jamii au ile familia. Lakini maadili ni pendezo machoni pa Mungu. Wasio na maadili ni chukizo machoni pa Mungu. Hiyo kweli si kweli? Mtu yeyote ambaye hana maadili, si kwamba unawakwaza tu viongozi au unawakwaza wazazi, hata Mungu unamkwaza. Wewe ni chukizo. Sisi sio wanyonge. Sisi na kina baba tunatofautiana kidogo. Kina baba wanaweza, na mtasikia watoa mada, wakafanya mambo magumu kweli kweli. Uongo kweli? Lakini wakina mama wanafanya mambo yaliyoshindikana. Ni magumu yaliyoshindikana. Na ukimpa baba atakimbia, hawezi kuvumilia. Huo ndio ukweli, si ndio? Hasa kwa nini tuwe wanyonge? Ndio maana hii siku ipo ili tukumbushane kwamba tuna safari sawa, tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kuheshimiana, ili tuweze kusonga mbele. Na mwanaume yoyote anayejitambua na anayetaka maendeleo lazima awekeze kwa mke wake. Utalala usingizi, no stress, no pressure.
Wewe unakuja na mshahara wako, unaugawa kwa mwezi, kila siku nyumbani unaweza kuacha 2,000 tu, hakuna hela nyingine. Lakini ukimshirikisha mama, ukampa hiyo 2,000 kwa wakati, watoto wanakula na wewe unakula. Uongo kweli? Ina mama we, ina mama safi. Lakini Mwenyezi Mungu ametupa baraka. Labda walikuwa tunajua mambo madogo madogo. Tumempata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni mwanamke shupavu, jembe kweli kweli. Ameibeba Tanzania kwenye mbavu zake na tuko salama. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi. Ndani ya muda mfupi tumeona mambo ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya isivyo kawaida katika taifa letu, na nchi iko salama, inasonga mbele. Huyo ndio mama. Kwa hiyo siku yetu hii ya leo tunaipenda. Kwa hiyo na nyinyi Mkalama niwapongeze viongozi kwa kazi kubwa mnayoifanya, kuweza kujua ni namna gani mnawasaidia kina mama hawa waweze kuendelea kijamii, kiuchumi, lakini vile kisiasa. Nimeona kijamii tunawekeza kwenye shule, watoto wetu wanasoma kutoka madarasa ya awali mpaka vyuo vikuu. Mazingira yamewekwa, mtoto mwenye nacho na asio nacho wote wanapata mazingira sawa kupitia programu za elimu na wote wanasoma. Uongo kweli? Pia Dira ya Taifa ya 2050 imetambua umuhimu wetu sisi wanawake na wasichana katika kupata haki kama sehemu ya jamii, na imehakikisha wanawake wajasiriamali wanawezeshwa kiuchumi na kupata kipaumbele ili kufikia uchumi jumuishi na shindani. Hii ikiwa ni pamoja na kutekeleza ile ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo pia imeonyesha kutambua haja na umuhimu wa kumwinua mwanamke. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake wa Mkalama kwa namna ya pekee tunaendelea kushukuru na kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Suluhu Hassan kwa kusimamia utengaji wa fedha kwa ajili ya mfuko wa maendeleo ya wanawake, lakini kuendelea kuratibu utoaji wa mikopo bila riba ambao tunaona inatolewa kila pembe ya nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, katika kuelekea katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na sisi basi hatujakuwa nyuma katika kuhakikisha mwongozo ule ambao umetolewa nchi nzima na sisi tunautekeleza kwa namna ya kwetu. Katika kutekeleza hilo tumefanya mambo yafuatayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kutoa msaada kwa watoto wenye mahitaji na mazingira magumu kati ya tarehe 2 na tarehe 3, yani juzi na jana, ambapo tulikwenda kwa watoto katika shule ya msingi Maziliga, shule ya sekondari Mkalama 1 na shule ya watoto wa ulemavu na mahitaji maalum shule ya msingi Darajani. Tumefanikiwa kuwagusa watoto 50, na hii imetokana na kampeni ambayo iliendeshwa kwa mwezi mzima ambayo ilihusisha mwanamke mmoja alikuwa anatakiwa kutuletea 10,000 ya kwake binafsi, lakini akamchangishe ndugu, jamaa, rafiki, baba, dada, kaka ili tuweze kutimiza lengo letu. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, tumekusanya takriban shilingi milioni 3 ambazo zimekwenda kuwagusa watoto hawa kwenye mahitaji yao ya shule. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya maadhimisho ngazi ya kata kuanzia tarehe 8 mwezi wa 2 na kilele chake tunahitimisha kesho tarehe 5 mwezi wa 3, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake ngazi ya wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kufanya kongamano hili kama ambavyo unaliona. Taarifa yako inaonyesha ni wanawake 500, lakini naamini unaweza kuona hawa ni zaidi ya wanawake 500. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mikopo ya 10% kwa mwaka wa fedha huu tulionao, tumeshafanikiwa kutoa jumla ya shilingi milioni 143,211 katika vikundi 19 vya wanawake, ambapo kwa kiasi kikubwa katika ufuatiliaji wetu tumebaini kuwa wamebadilika kiuchumi, kifikra na kimtazamo.